Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 4 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni mlango ni mmoja tu. Mlango ni mmoja tu. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 aya 14a na ile aya ya 36 hadi ya 41. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 2 aya ya 20b hadi ya 25. Na somo la Injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10. Ndugu zangu, hii Dominika ni Dominika ya kuombea miito mitakatifu. Papa leo ametoa ujumbe mkubwa ambao unataka au unaakisi utambuzi wa zawadi ya Mungu iliyo ndani mwa kila mmoja wetu. Ni katika zawadi hii Mungu anamuita kila mmoja katika wito wake mtakatifu. Hii ni Dominika ambayo duniani kote watu wanasali, watu wanaabudu Ekaristi Takatifu, watu wanaomba na vijana wanahimizwa kusikia sauti ya Mungu inayowaita kujongea miito mitakatifu ya upadre na utawa. Vijana wanahimizwa kujua, kuamini, kukua na kujongea wito huu kwa moyo mkuu, kwa kusikiliza, kuamua, kutegemea neema za Mwenyezi Mungu katika safari yao kuelekea wito mtakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, niwaambie Dominika hii inaitwa Dominika pia ya mchungaji mwema. Kwa maana Kristo kama mchungaji mwema anajua, anaita na kuongoza kondoo wake. Tunaalikwa wote leo kumuona, kusikia na kumfuata yeye ambaye leo anasema ni mchungaji mwema. Lakini kwa namna ya pekee anarudia tena na tena akisema, mimi ndimi mlango. Mimi ndimi mlango. Utasikia katika Injili ya Yohane ile sura ya 10 aya ya 7 na ile aya ya 9. Ndio maana wazo kuu, mlango ni mmoja tu. Tuliangalie ili wazo katika masomo yetu. Tuanze kwa kutafakari na kuchambua masomo yetu. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 aya ya 14a na ile aya ya 36 hadi ya 41. Hii ni sehemu ya hotuba ya kwanza ya Mtume Petro kwa taifa la Israeli baada ya Pentekoste. Petro anataka wale walioguswa kwa namna ya pekee na mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, wao kufanya maamuzi magumu. Baada ya kuchomwa mioyo yao, baada ya kusikia yale aliyoyasema, baada ya kuona na kushuhudia yale aliyoyasema, Petro anataka watu hawa wafanye uamuzi wa haraka, yaani watubu, kubatizwa ili kupata ondoleo la dhambi na kumpokea Roho Mtakatifu. Tukubali ndugu zangu, leo tumesema ni Dominika mchungaji mwema. Kristo anasema yeye ndiye mlango. Yeye ndiye mlango, na ni mlango ni mmoja tu. Lazima tufanye maamuzi ya kupitia mlango huu. Lazima tufanye maamuzi ya kumfuata yeye aliye mchungaji mwema. Iko hivi, katika maisha lazima kufanya maamuzi. Leo kama Mkristo lazima ufanye maamuzi, wache kuwa vuguvugu. Watu wasikuone mtu wa ajabu, bali ufanye maamuzi
ya kuwa Mkristo kweli kweli na kumfuata huyu Kristo aliye mchungaji mwema. Kuwa Mkristo ni kufuata yale yote yanayotoka, yanayosemwa na yanayopendwa na Kristo mwenyewe. Kuna wakati fulani katika maisha, kama nilivyosema, iwe mvua, iwe jua, iwe baridi, iwe joto, yawe magonjwa au afya, furaha au huzuni, kusimama au kuanguka, lazima kufanya maamuzi ya kubaki Mkristo daima. Lazima kufanya maamuzi ya kusikiliza sauti moja tu, kumfuata kiongozi mmoja tu, kupitia mlango mmoja tu ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Tunaalikwa kufanya maamuzi kama taifa, kama mtu, kama jamii, kama familia, kufuata au kupitia katika mlango mmoja ili kupata uzima wa milele. Mlango huo ni Yesu Kristo mwenyewe. Na ndio hicho ambacho kinasisitizwa katika somo la pili la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya pili aya ya 20b hadi ya 25. Ufuasi, uamuzi wa kuwa chini ya mchungaji mmoja au kupita mlango mmoja si jambo jepesi sana. Ni uamuzi ambao unahitaji uvumilivu sana, ustahimilivu sana, kutokuwa na kisasi, moyo wa kuachilia, kutokuwa na hofu, kushinda woga na kujikabidhi mzima kwa Kristo aliye mchungaji na mwangalizi wa roho zetu, kama tulivyosikia katika somo hili. Na ndio hicho tunakisikia au kinaakisiwa katika somo la tatu, yaani somo la Injili. Injili ya Yohane ile sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10. Hii ni Injili ambayo Kristo anasema wazi wazi kwa yeye ndiye mchungaji mwema. Na kwa sababu yeye ni mchungaji, yeye pia ni mlango wa kondoo. Anasema wazi wazi. Ieleweke na itambulike kuwa ukiingia kupitia mlangoni kwa hali ya kawaida, kwa maisha ya kawaida kabisa, huo unajihisi furaha. Ukiingia sehemu kupitia mlangoni, huo unajisikia amani. Ukiingia sehemu kupitia mlangoni, unajihisi kualikwa. Ukiingia sehemu kupitia mlangoni, unajihisi usalama, wala si mvamizi kabisa. Hivyo Kristo kwa kusema yeye ni mlango, naomba ieleweke na julikane, anajipambanua kuwa vyote hivyo, kuwa mlinzi, usalama na mkombozi wa kundi lake, akiwalinda kondoo wake wakati wa wingu, wakati wa shida, wakati wa mashaka, wakati wa hatari, wakati wa majaribu, wakati wa giza, wakati wa unyang'anyi, wakati wa wizi na wakati wa mitihani yote, akiwaongoza katika malisho mazuri na tulivu. Hivyo niwaambie, salama yetu, amani yetu, furaha yetu tutavipata tukiingia katika mlango huu mmoja ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Niwaambie, katika Ukristo hakuna njia ya mkato, hakuna mlango mwingine. Maisha ya Kikristo hakuna kujitengenezea njia binafsi, bali ni kuwa na uhusiano na mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, aliye njia na mlinzi, ndiye mlango huu. Mtakatifu Agustino anasema katika tafakari yake ya somo hili kuwa Kristo ndiye mlango. Kwa nini utafute mlango mwingine? Kwake unaingia, kwake unatoka, kwake unapata usalama. Kwa nini mlango mwingine? Yesu atangazi option nyingine. Yeye ndiye mlango na mlango ni mmoja tu basi. Sasa tuangalie wazo hili la Kristo aliye mlango. Tukisema Kristo ni mlango, kama nilivyosema, inamaanisha ndiye njia, ndiye mlinzi, ndiye mkombozi wa kundi lake ili
wa kondoo wake hawa ambao wanaakisiwa katika somo hili, na sisi ndio Wakristo wenyewe, na sisi ndilo kundi lake huyu Yesu Kristo. Hivyo Kristo aliye mlango, njia, mlinzi na mkombozi. Tukiwa na hilo wazo, ndugu zangu katika Kristo, naomba tuangalie mawazo madogo matatu ambayo kwayo yanaakisiwa katika wazo hili la Kristo aliye mlango, lakini yanagusa moja kwa moja masomo haya, lakini yanagusa pia maisha yetu moja kwa moja katika Dominika hii ya mchungaji mwema, huyu aliye pia mlango. Wazo dogo la kwanza, jiulize, unawajua wanakusikia? Wazo hili, je, unawajua? Je, wanakusikia? Ni hili wazo. Tumesikia bawabu wafungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Ile aya ya 3. Ndugu zangu, naomba niwaambie kitu. Ukienda kwenye maranchi au wafugaji wakubwa, kuna kitu fulani hivi huwa kinashangaza sana. Ni jambo ambalo linavutia sana. Mifugo wana majina na wachungaji huwa wanawaita hawa mifugo kwa majina yao, na cha kushangaza zaidi, hawa mifugo wanasikia sauti na huwa wanakuja aidha kwa kuhesabiwa, kutibiwa au kukamuliwa. Wanaitwa, wanakuja na wanakuwa wapole. Inapendeza sana. Mchungaji anawajua kondoo wake, mchungaji anajua hawa anaowachunga na anawaita, na wale wanaoitwa au walio chini yake wanasikia sauti, wanakuja. Huwa ni kitu ambacho kinavutia sana. Maandiko matakatifu yanasema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Kile kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 1 aya ya 5. Kristo aliye mchungaji mwema anatujua. Tumebatizwa kwa jina lake, yeye aliye mlango. Yeye ndiye njia, mlinzi na mkombozi. Anatujua sisi. Kristo anatuita na kuongea nasi siku zote za maisha yetu. Anatujua sisi, anatuita. Ni ukweli usiopingika kuwa ndani mwa moyo wa kila mmoja kuna sauti ya Mungu inayomwita kuelekea kule Mungu anakotaka na kushuhudia ukweli, kushuhudia wema na kushuhudia uzuri na utukufu wa Mungu ndani mwa kila mmoja. Hata kama tukikataa kushuhudia hilo au tukakataa kusikia sauti hiyo, mioyo yetu huwa inatuchoma, tutake tusitake. Hata kama tunaizima sauti hiyo inayosema ndani mwetu, huwa mara nyingi haiachi kutuita katika sala, katika maandiko matakatifu, katika ukimya. Hii ndio sauti ya Kristo aliye mchungaji mwema. Swali huwa tunajiuliza mara zote, au mtu anaweza kujiuliza, kwa nini mara zote tunapambana kuizima sauti hii ya huyu Kristo aliye mchungaji mwema, anayetujua, anayetuita? Kwa nini hatutaki kusikia? Ndugu zangu, niwaambie, kwa sababu gani? Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wenye kelele nyingi. Kelele hizo zinasababisha wasiwasi, uoga, vurugu na misongo ya mawazo. Wakati fulani kelele hizi za malimwengu, kelele hizi za ulimwengu zinatufanya tushindwe kufanya maamuzi sahihi. Kelele hizi mara nyingi zinatuchanganya na kutufanya tusifuate sauti ya Kristo anayetujua na anayetuita kwa ndani kabisa. Kelele hizi ni kelele za kuogopa. Wakati fulani tunajua kabisa kupoteza kazi, kupotea sisi wenyewe, kupoteza uhusiano, kupoteza vyeo, kupoteza urafiki, kuanguka kimaisha. Kelele hizi zinatufanya wengi kuziba masikio
ya ndani pindi Kristo anapotuambia ukweli, na hivyo tunajikuta kufuata sauti hizi za nje. Wengi tunasikia sauti ya ndani, kisha tunaangalia nje, tunasema hapana, kwa sababu ili niweze kubaki katika cheo, ili niweze kubaki na amani na mtu, ili niweze kubaki na furaha na mtu, ili niweze kubaki na uhusiano wangu, lazima sauti ya ndani inayoniambia ukweli, sauti hii ya Kristo. Ndugu zangu, niwaambie, ukweli huwa haufi, ukweli huwa hauzimwi. Sauti hii hatuwezi kupambana nayo. Tusimame na tubaki katika kweli na tusikie sauti hii. Tukisikia sauti hii, tutakuwa na amani, tutakuwa na furaha, tutakuwa na ile hali ya ndani ambayo inatusukuma kuishi wema kabisa. Tuombe sana neema ya kutofuata sauti za wageni, sauti za wanyang'anyi, sauti za wezi ambazo ulinzi wake, usalama wake haudumu milele. Lazima tukubali hivyo, tusikie sauti hii, kwa sababu Kristo aliye mchungaji mwema, nimesema, anatujua na anataka tumsikie. Nilisema hapo mwanzo, Kristo anatujua na ndio maana sauti yake tunaisikia na hatutaacha kuisikia. Hata kama tutaizima, itaendelea kutuumiza tu, itaendelea kutuchoma tu. Turudi sasa kwetu sisi, turudi kwetu sisi. Je, wewe unaakisi au unamwakisi huyu Kristo aliye mchungaji mwema? Je, kondoo wako wanakujua? Walio wako wanakujua? Walio wako wanakusikia? Mtakatifu Gregori Mkuu anasema mchungaji lazima awe karibu na kondoo wake, ashiriki maisha yao. Kwa kushiriki maisha ya wale ambao ni kundi lako, wale ambao ni kondoo wako, utawajua, watakujua, utawasikia, watakusikia. Hiki ndicho Baba Mtakatifu Francisco aliwahi kusema kwa mapadri. Mapadri, nukieni harufu ya kondoo. Maana yake mapadri wawe karibu na waamini ili kuwajua vizuri. Wakiwajua watawasikia. Ndio maana ukiona padri usiku na mchana anatembelea familia, jumuiya, wagonjwa, kula, kukaa na watu wa rika zote, anatekeleza agizo hili. Anamwakisi Kristu aliye mchungaji mwema, anayewaongoza kondoo wake. Hiki ndicho ambacho mimi na wewe tunatakiwa kuwa nacho. Baba, mama, unapaswa kukifanya. Jiulize leo, unaowaongoza wanakujua? Unaowaongoza wanakusikia? Unaowaongoza unawajua? Unaowaongoza, je, unasikiliza sauti zao? Ukiwajua watakujua, ukiwasikia watakusikiliza. Nitapa mfano katika familia. Siku moja mama mmoja alisikia kelele za mtu akichoma moto kwa tuhuma za wizi. Hakutoka nje. Ghafla alishangaa kuona maiti ikiletwa mlangoni pake. Alikuwa ni mtoto wake. Hakumjua mtoto wake. Jiulize wewe leo, ambaye unatakiwa umwakisi huyu mchungaji mwema. Hivi unawajua watoto wako? Hivi unamjua mume wako kweli? Hivi unamjua mke wako kweli? Hivi unajua vizuri mchumba wako kweli? Unamjua vizuri? Hivi unajua vizuri marafiki zako? Usipowajua wewe, ulimwengu utawajua na kuwaelekeza. Jiulize tena, hivi wewe wanakusikia kweli? Hivi watoto wako wanakusikia? Hivi mume wako wanakusikia? Hivi mke wako wanakusikia? Hivi wafanyakazi wako wanakusikia? Hivi walio chini yako kweli wanakusikia? Jiulize. Au wanakusikia na kukupuuza tu, maana maneno na matendo yako yamepoteza aiba ya kuwa mchungaji mwema? Jiulize tena na tena. Niseme kitu hapa.
Ukiona wewe unayetakiwa kusikilizwa usikilizwe, ujue kuna mwizi anasikilizwa. Nasema tena, ukiona wewe unayetakiwa kusikilizwa usikilizwe, ujue kuna mwizi anasikilizwa. Nasema tena, amini usiamini, anayepuuza sauti yako, kuna sauti ya mwizi anakaa kwake siku nzima akisikiliza kwa utulivu kabisa kabisa kabisa. Asikii yako kwa sababu umepoteza credibility. Jisahihishe na badilika ili wakusikie, wakufuate, wasikie, ufuafuate, wakisi taswira ya mchungaji mwema. Wazo la pili dogo, baraka, jitoe. Jitoe. Unaweza ukajiuliza, je, unajitoa? Tumesikia mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ile aya ya 9 vizuri kabisa, ataokoka. Na ile aya ya 10 inasema, mimi nimekuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele uzima. Ndugu zangu katika Kristo, Kristo aliye mlango, Kristo huyu aliye njia, ni mlinzi na mkombozi. Kwa damu yake amejitoa, ametukomboa. Kwa damu yake amejitoa sadaka na anaendelea kutulinda usiku na mchana. Ajitoa sadaka na anatulinda. Niwaambie mama yangu, baba yangu, wito wetu ni wa kujitoa sadaka. Utake ustake, ili uakisi taswira ya mchungaji mwema, ili uakisi sura ya mchungaji mwema, ili umwakisi Kristu aliye mlango, ili watu wakufuate wewe, wapite kwako, lazima ujitoe sadaka. Ni kuombe, utake usitake, uelewe, toa sadaka ya muda kwa ajili ya wale walio chini yako, ya wale unaowaongoza, wasikilize. Toa sadaka ya muda tena kwa ajili ya familia yako, kwa mfano, isikilize. Toa sadaka ya furaha na amani yako kwa ajili ya furaha ya wale unaowaongoza, kwa ajili ya kundi lako. Toa sadaka ya mali zako, toa sadaka ya nguvu zako kwa ajili ya kondoo zako. Tenga muda wakati fulani, toka outing na familia yako. Tenga muda wakati fulani, cheza na watoto wako, sikiliza stori zao. Tenga muda, toka na mama, mkumbushane enzi za ujana. Tenga muda ili familia yako iwe na uzima. Tenga muda ili unaowaongoza wawe na uzima. Tumesikia uzima tele ndani ya Kristo ni furaha, amani na upendo. Vitu hivi vionekane kwako, vitu hivi vionekane katika kundi ulilokabidhiwa wewe kama mchungaji. Ukiona kundi lililokabidhiwa na Mungu halina furaha, halina amani, halina upendo, yaani limekufa, ujue una shida. Badilika, jitoe sadaka. Uchungaji unahitaji kujitoa sadaka. La tatu na la mwisho, linda. Linda kundi lako, linda kundi lako. Wezi wapo, na huu ulinzi unaanzia kwako mwenyewe. Jilinde pia. Tumesikia yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akweapo pengine, huyo ni mwizi naye ni mnyang'anyi. Ile aya ya 1. Aya ya 10 anasisitiza kwa kusema, mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Niwaambie, linda, linda, wezi wapo. Mtakatifu Yohane Krisostomo anasema, Ibilisi akija huwa atishi, anavutia sana. Niseme, wezi si rahisi sana kuwatambua. Wezi hawatambuliki. Mara nyingi wanavutia sana,
wana sauti nzuri, wana ahadi nzuri, wanaonekana ni msaada kiroho, kimaisha, kiuchumi, kitaifa. Kupitia wao unaweza ukahisi mbingu zimefunguka, kumbe mwisho wa siku wanaondoa furaha, wanaondoa amani, wanaondoa utambulisho, wanaondoa utu, wanaondoa thamani na wanaondoa imani yote. Vyote vinaharibiwa kabisa. Mwisho wa siku, ndugu zangu katika Kristo, niwaambie, mwizi huyu akiingia katika maisha, mwizi huyu akiingia katika sehemu, utalia na hakutakuwa na kufuta machozi. Ukimkaribisha mwizi huyu kwako, utalia na hakutakuwa na kufuta machozi. Nikuombe tena na tena, baba, mama, ndugu yangu, linda kundi ulilokabidhiwa kwa gharama na wivu mkubwa. Wezi wapo, wezi wapo. Nikuombe, linda sana kundi. Na nimesema sio tu ulinde kundi, bali ulinzi huu unaanza kwa kujilinda mwenyewe. Jilinde pia, jilinde kiuchumi. Wezi wapo. Usilale wewe uliye kiongozi, umiza kichwa, simama, inuka kiuchumi. Umaskini ni kivutio cha wezi, na wakija hawana huruma. Umaskini ni harufu inayoita wezi. Umaskini ni sauti inayoita wezi, na wezi wapo na wamejipanga. Jipange pia, vinginevyo watakufanyia uharibifu mkubwa sana. Jilinde pia kijamii. Wezi wapo. Utu wako una thamani kubwa sana. Sio kila mtu wa kukaribisha, jilinde. Sio kila mtu wa kukumbatia, jilinde. Nyumbani kwetu tunafahamu kuna wageni ambao wanaishia getini, wengine mlangoni, wengine sebuleni, wengine chumbani. Usiingize kila mtu katika chumba chako. Wezi wapo. Wakishakujua vizuri watakuumiza. Hawa watu hawana huruma. Jilinde kijamii, jilinde. Nakwambia tena, jilinde kiroho. Muda fulani kaa mbele ya Yesu, piga magoti, sali kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya kazi zako, kwa ajili ya ndoto zako, kwa ajili ya maisha yako. Jiimarishe kiroho. Kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kiroho. Sio kila sauti inayoongelea baraka, kufunguliwa, upako, maisha rahisi, uponyaji, miujiza ni ya kufuata. Wezi wapo, amini usiamini. Watakuumiza, watakutesa na kufanya wewe si lolote, si chochote. Usiwe mwepesi kuchoteka kama maji. Wezi wapo. Usiwe mwepesi kufuata kile unachokiona na kusikia katika ulimwengu wa roho mitandaoni. Ulimwengu umebadilika, wezi wapo. Usipokuwa makini, wezi wa kiroho hawa watakuumiza, watakupoteza na kukuharibu kabisa. Nikuombe sana, siku zote simama, nasema kwa ujasiri, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sali vema ile Zaburi ya 23 aya ya 1, nawe utaona baraka za Mungu zikimiminika kwako sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo ndiye mlango. Kristo ndiye mchungaji mwema. Tuombe na sisi tuakisi hizi sifa za huyu Kristo. Sisi tuwe milango na sisi tuwe wachungaji wema. Mungu azidi kuwabariki.